Serikali ya Iran imetangaza siku 3 za maombolezo ya kitaifa kufuatia vifo vya raia na maafisa wa usalama vilivyotokea wakati wa ghasia za vurugu zilizotokea hivi karibuni. Tangazo hilo lilitolewa jioni ya tarehe 11 mwezi wa kwanza mwaka 2026 likiwa linakuja baada ya mfululizo wa ghasia za vurugu zilizoongozwa na magaidi wanaoipinga Irani kote nchini na kusababisha idadi kubwa ya vifo. Ofisi ya rais ilisema kuwa rais na baraza la mawaziri wapo katika maombolezo kwa ajili ya Wairani waliopoteza maisha. Kipindi cha maombolezo ya kitaifa ni cha kuwakumbuka wale waliouawa wakati wa upinzani wa Irani dhidi ya Marekani pamoja na utawala wa Israel. Taarifa hiyo imesema taifa la Iran limekuwa shahidi wa moja kwa moja wa vurugu za kinyama ambazo zimetekelezwa na wahalifu ambazo zinafanana na Daesh, ISIL au ICT dhidi ya wananchi pamoja na watu wa kujitolea wa Basij pamoja na vikosi vya polisi na kusababisha kuuawa kwa watu wengi, serikali imezungumza. Serikali imelani vurugu hizo ikielezea kuwa hazijawahi kushuhudiwa na zenye uhusiano na wale wanaoungwa mkono na Marekani, wakati kwamba yenyewe itahakikisha inawafuatilia wale waliohusika na vurugu hizo na kudumisha utulivu kwa umma. Wahuni wa vurugu wanaunga mkono mfumo wa kifalme wameharibu mali za umma na binafsi katika miji kadhaa kote Irani katika siku za hivi karibuni na kuua baadhi ya raia wa kawaida na maafisa wa usalama na kuwajeruhi wengine. Wahuni hao wote wamedaiwa kwamba watapelekwa katika maeneo ya kisheria, ambapo kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Iran inasema wahuni wanaoungwa mkono na mfumo wa kifalme wameharibu mali za umma, wamezuia barabara, wameshambulia majengo ya utawala na vituo vya polisi na kuwajeruhi idadi ya maafisa wa usalama ambao wanatekeleza sheria. Kwingineko, tukiwa bado hapo tunaambiwa katika hicho kisa cha maandamano katika taifa la Iran. Maandamano hayo ni maandamano ambayo yanadaiwa kwamba waandamanaji wengi waliofanya vurugu walikuwa wamepewa mafunzo na raia kutoka nje. Hii ni kauli ambayo imetolewa na rais wa Iran akielezea maandamano kuwa ni haki ya kisheria ya wananchi. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amewataka wa Iran wajitenge na wahuni wenye vurugu ambao wanapatiwa mafunzo na Marekani pamoja na utawala wa Kizayuni ili kuchochea machafuko nchini humo. Katika mahojiano aliyofanya na vyombo vya habari, Pezeshkian amesisitiza dhamira ya serikali katika kutatua matatizo yanayowakabili wananchi. Amesema serikali imeadhimia kuwahudumia wananchi wote wa Irani kwa misingi ya haki na kuhakikisha ugawaji wa ruzuku kwa usawa bila kujali jinsia, rangi au kabila. Baraza la mawaziri limesikiliza malalamiko kutoka kwa wafanyabiashara pamoja na soko la Bazal baada ya maandamano yao, alisema, na kuongeza kuwa waandamanaji wameombwa kuhudhuria mikutano ya serikali ili kuelezea changamoto zao. Pezeshkian amesema, tumechukua uamuzi wa kutatua matatizo yao kwa kila njia inayowezekana, ndio maana tunafanya mazungumzo nao kila uchao. Tunaona maandamano ya wananchi kuwa ni ya haki, akisisitiza kuwa serikali yake ina wajibu wa kuzungumza na wananchi. Anasema hatutawahi kupuuza wale wanaotoa malalamiko halali. Amebainisha kuwa adui ambaye alishindwa kuingiza nchi katika machafuko wakati wa vita siku 12 mwezi Juni mwaka 2025 sasa anajaribu kutumia matatizo ya kiuchumi ili kuzidisha hali hiyo. Pezeshkian amewataka wananchi, vyama vya wafanyabiashara, wamiliki wa viwanda na wanaharakati wa kiuchumi kusaidia serikali yake kutokomeza changamoto ya rushwa. Akieleza juu ya maandamano kuwa ni haki ya wananchi, Pezeshkian ameonya kuwa ghasia, mashambulizi dhidi ya mali ya umma, uchomaji moto wa misikiti na kuchoma Qur'ani ni sehemu ya njama ambazo zimepangwa na Marekani na utawala wa Israel ambao amesema wamefanya uhalifu wa kikatili zaidi duniani. Hata nchi za Ulaya zinazopinga Jamhuri ya Kiislamu haziwezi kutetea ukatili unaoendelea Gaza, Palestina pamoja na Lebanon, ambapo Pezeshkian amesema maadui wamewafundisha baadhi ya watu ndani na nje ya Iran na wameingiza magaidi kadhaa kutoka nje kuja Iran ili kufanya mashambulizi ya uchomaji wa misikiti, kuchoma maduka ya Bazal pamoja na kuua watu. Anasema wauni hao wameua watu kadhaa kwa bunduki, wamewakata vichwa watu kadhaa na hata kuwachoma baadhi ya watu, alizungumza Pezeshkian. Bila shaka wahalifu hawa si raia wa kawaida na hawatoki Iran, alizungumza rais huyu. Akirejea mipango ya maadui ya kuishinikiza Iran kwa kuleta mgawanyiko, machafuko na ghasia, anasema vitendo vinavyochochea chuki kama kuchoma Qur'ani havikubariki kabisa katika ustaarabu wa Kiarabu.
Kisha rais ameahidi kuwa baraza lake la mawaziri linafanya jitihada za kutatua matatizo na kwamba Iran itavuka hali hiyo na kushughulikia hali ya kukosekana kwa uwiano licha ya changamoto zote ambazo zinaendelea. Pezeshkian amewataka wananchi wakusanyike katika kila kitongoji ili kuwazuia wahuni kufanya uhalifu, akisema wanalenga kuiweka Iran magotini kupitia ghasia pamoja na mashinikizo ya kiuchumi. Rais pia amewataka wananchi kushiriki maandamano ya kuunga mkono serikali siku ya leo Jumatatu tarehe 12 mwezi wa kwanza mwaka 2026 ili kuonyesha hasira zao dhidi ya ghasia pamoja na vurugu. Mifumo ya usalama na ulinzi ya Iran lazima ichukue hatua kali dhidi ya wahuni wanaoua watu na kufanya mashambulizi ya uchomaji moto, amesisitiza rais wa Iran. Nikiweka nukta katika mwendelezo wa taarifa hizo ambazo zinatoka pale Teheran, afisa mkuu wa usalama wa Iran ametoa wito wa kuchukuliwa hatua kali dhidi ya wahuni hao. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama la Taifa la Iran anafahamika kama Ali Radirani amesisitiza umuhimu wa kuchukuliwa hatua kali dhidi ya watu wanaochochea ukosefu wa usalama na kuharibu raia pamoja na mali za umma wakati wa ghasia nchini humo. Katika mahojiano, Larijani anasema mahakama inapaswa kuchukua hatua madhubuti dhidi ya wale wanaosababisha ukosefu wa usalama, wanaoua watu na kuharibu mali ya umma katika ghasia ambazo zimeikumba miji kadhaa ya Iran katika siku za hivi karibuni. Ameongeza kuwa ni lazima kutofautisha kati ya maandamano na ghasia. Larijani anasema kuwa wakati kundi fulani la watu lilifanya maandamano halali dhidi ya matatizo ya kiuchumi, mkondo wa uharibifu ambao umepanga uingiliaji kati ili kugeuza madai ya kiuchumi na kuchochea vurugu. Amebainisha kuwa vitendo vya kikatili na uhalifu kama kuua watu na mashambulizi ya uchomaji moto vinafanana karibu na mbinu zinazotumiwa na makundi ya kigaidi kama Daesh, ISIL au ICC, akionya kuwa hatua kama hizo za vurugu zitaiumiza jamii, kuvuruga usalama na kusababisha kudorora uchumi wa Irani. Wahuni waliosababisha vurugu wanaoungwa mkono na mifumo ya kifalme wameharibu mali za umma na binafsi katika miji kadhaa kote Iran katika siku za hivi karibuni, au kuwa baadhi ya raia wa kawaida na maafisa wa usalama na kuwajeruhi wengine. Wahuni wanaoungwa mkono na mfumo wa kifalme wameharibu mali hizo, wameshambulia majengo ya utawala wa polisi, vituo vya polisi na kujeruhi idadi ya maafisa wa usalama na wamekiuka amri za kisheria. Hadi leo tarehe 12 tunapozungumza, inadaiwa kwamba idadi ya raia 500 zaidi kutoka pale Irani wameuawa katika ghasia hizo ambazo zilianza tarehe 28 mwezi wa 12 mwaka 2025 na zimekoma tarehe 8 mwezi wa kwanza mwaka 2026, ambapo tuliona kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema vitendo ambavyo vimefanywa na waandamanaji hao vilifanywa kwa ajili ya kuifurahisha Marekani. Lakini leo tumepata taarifa nyingine kwamba huenda kuna mamluki ambao walipandikizwa katika maandamano hayo, ambao ndio waliosababisha hasira zilizopelekea kuchomwa moto magari, lakini pia kuchomwa vituo 150 vya hospitali pamoja na ambulance. Lakini pia kwa mujibu wa taarifa zinazotoka Iran, wanasema miongoni mwa waliokamatwa ni wanamgambo wa kikundi cha kigaidi cha Mossad kutoka Israel, ambacho ni kikundi cha serikali ya Israel, lakini pia kutoka India pamoja na Afghanistan. Lakini serikali ya Rais Pezeshkian wameapa kwamba kamwe hawatafumbia macho vitendo hivyo vya kipumbavu ambavyo vimefanywa kwa shinikizo la Marekani. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.